siku hizi redio si kusikiza peke yake, unasikiza na pamoja na kuona, kuonyesha kwamba Kenya tunazidi kukomana kusonga na wakati. Kwa sasa hivi redio tunahakikisha kwamba hata wale ambao wako sehemu tofauti za nchi pia wanaweza kumuona na kutangamana na yule msomaji habari, yule ambaye anawaletea vipindi na kadhalika. Na tunapozungumza kuhusu AI, sidhani AI imekuja hapa kuchukua nafasi zetu. Ni sisi wenyewe tujikakamue na tujiimarishe na tusonge na wakati. Na ndiposa kama tasnia wanahabari nchini Kenya tuko hapa na KUJ na MCK na wote hapa ambao tumefika kuwatembelea katika maadhimisho haya, kwamba tuzidi kushirikiana na kujifunza kutoka mataifa mengine ulimwenguni, kuona ni vipi wanajiimarisha, ni vipi wanatumia AI. Tumekuwa Uchina na mataifa mengine ulimwenguni na tumeona namna ambavyo, na tumejifunza na idara zetu nyingi zimeweka in place policies, sheria na maelezo ambayo yanatuelekeza katika namna ya kutumia AI kwa namna ambayo inastahili. Na unakumbuka mwaka jana tulizindua Code of Ethics for Media Practice, ambayo pia tumejumuisha matumizi ya AI. Ni vipi ambavyo tunaweza kutumia AI katika kurahisisha kazi yetu katika vyombo vya habari, kuhariri, kuboresha, kuedit na kadhalika. Kwa hivyo AI inatumika tayari katika vyombo vyetu vya habari, vyombo vingi tayari vimeweka policies in place. Ni vile sasa tunataka kuangalia ni vipi pia tunaweza kutumia AI kujiletea fedha pia, kama revenue stream ya media ambazo zinahangaika kwa sasa hivi. Kwa hivyo AI ni kitu ambacho kiko hapa si kutu replace, ni kutuboresha kuwa bora zaidi, kuwatumikia wananchi vyema zaidi. As much as inatuboresha, lakini kuna baadhi ya wahakiki ambao wanasema kwamba AI itawafanya si wanahabari tu wajinga, ila jamii kwa jumla, kwa sababu watakuwa wanategemea nini? AI. Kama kwa mfano umesema kuandika, kuhariri, mtu anakwenda field kule, anaiambia tu ChatGPT, niko field hapa, nani anazungumza hapa, MD anazungumza, tafadhali niandikie habari, alafu inamwandikia. Hausiki popote kuwaza wala uandishi. Ni lazima kuwe na ule mguso wa binadamu katika utoaji habari zetu. Ni lazima tuseme, kwa mfano, na ni mfano mbaya wa kutumia, tuseme kuna ajali hapa nje. Ndio. Unadhani wa kuaminika zaidi ni ile robot ama ni Zubeda anapomuelezea mwananchi kuhusu ile taarifa, kuhusu janga ambalo limetukia kwa mfano? Kwa sababu kuna ule ubinadamu katika uchapishaji wa taarifa, kutoa yale maelezo, ama kumfahamisha mwananchi. Anataka kutangamana na wewe, anataka kusikia sauti yako, kwa sababu anahisi kwamba unamuelewa. Si kwamba hatutaki kuiga na kutumia teknolojia, lakini ni lazima kuwe na ule mguso, ile hisia ya binadamu katika maelezo na taarifa ambazo tunachapisha, ili ziwe za kuaminika. Na ndiposa tunahimiza hata wahariri wenzetu kwamba kila wakati pia unatumia AI, ni lazima umueleze yule msikilizaji wako, mtazamaji wako kwamba umetumia AI, ili tusivunje ile imani ambayo wako nayo nasi. Isiwe kwamba mtu anasikiliza asubuhi, unamueleza ni Zubeda, kwa hivyo unatumia chombo kingine kutoa zile taarifa na kadhalika, kisha itavunja ile ndoa, ule uhusiano ambao tuko nao. Wakati ambapo unatumia teknolojia ama AI, mueleze yule mwananchi. Lakini haitafika wakati ambapo AI ita replace mwanahabari. Hautafika ule wakati. Ni lazima kuwe na ule